Qur'ani yatuelezea baada ya ndugu zake Yusuf kuafikiana, la kufanywa ni kutupwa Yusuf kisimani, na wakaenda wakamtupa. Sasa warudi nyumbani, wajau abahum ishaan yabkun. Urongo, jana tukasema hatari ya urongo ni kwamba kila ovu, kila baya linatanguliwa na nembo ya urongo. Yeyote anayetaka kufanya kitu kibaya kwanza hutengeneza urongo. Kwa hivyo tujitahidi kutengeneza au kuiweka misingi ya ukweli katika malezi yetu kwa watoto wetu, kwa sababu mtoto akiwa mrongo basi anaweza kufanya dhambi yoyote ile, lakini kiasi mtu alivyo mkweli ndivyo atakavyoshindwa kuyafanya yale ambayo hayafai kufanywa, kwa sababu hawezi kubadilisha ile picha, lile jambo alilolifanya. Wajau abahum ishaan yabkun qalu ya abana, ndugu zake Yusuf baada ya kumtumbukiza kisimani Yusuf walikuja jioni, wakaingia nyumbani. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Wamekuja bila ya Yusuf, wameanza stori zao za uongo. Sisi tulienda tukawa tunacheza michezo yetu, twashindana mbio, twafanyaje, tukamwacha Yusuf kwenye nguo zetu alinde nguo zetu, lakini pale tulipomwacha faakalahu dhibu, kumbe kuondoka tu sisi kidogo, mbwa mwitu wakamvamia Yusuf wakamla. Wama anta bimu'minin lana, na haya tunakwambia wewe hutuamini, hutotuamini. Yani kada almuribu an yakula khudhuni wa rabasi. Yule mwenye nalo hangoji kuambiwa, ujisemea mwenyewe, si ndio? Mwenye shaka mara yeye mwenyewe huwa ataka kuambia ndiye mimi, hajawauliza kuambia ni habari za kweli. Ilikuwa wauliza mwasema kweli nini, wamwambie wama anta bimu'minin, lakini hawajaulizwa kule tu kutaja ile story. Faakalahu dhibu wama anta bimu'minin lana law kunna sadiqin. Hajawaambia mnaosema ni kweli au si kweli, wao tayari, kwa sababu ni kitendo cha uongo anachokisema. Ameliwa na mbwa mwitu na wewe hutotuamini, japo sisi tunasema kweli. La kwanza hilo, kwa maneno wasidikisha kwamba wao ni wa kweli. La pili, wajau ala qamisihi bidami kadhib, na huku amebeba ile nguo yake, kanzu ya Yusuf imetapakaa madamu kila sehemu, ile nguo damu. Sasa hapa baba akashtuka, qala bal sawalat lakum anfusukum amra, hii mmejitengenezea tu, ni uongo wa kutengeneza tu, hii ni picha tu, sinema tu, mmeunda movie yenu hii. Yale huu ushahidi wao waliotoa tayari umempa ufahamu baba kwamba hapa hakuna ukweli. Kwanza kule kwamba sijawauliza ni kweli ni urongo, nyinyi tayari mwajitetea, dalili kwamba nyinyi wajua mtu mrongo akianza za kwanza na kuapa. Leo ukimwona mtu wallahi billahi
huyu tumeelewana. Akianza nani amekuambia uwape, nani amekuambia lakini dalili ya mtu ambaye ni mrongo, si mkweli katika anayosema, yeye anashuku kwamba huyu jamaa shanitupizia. Kabla wewe utamuona tu macho yake, sura zake, ile sauti pia kwambia hapa. Lakini la pili, kanzu ina damu lakini haijatokoka wala kwa kama mbwa mwitu alikwenda akamkuta Yusuf, akamwambia mtoto mzuri, acha nikuvue kanzu kwanza, weka kando nguo, alafu ndio yaingia kilini. Jamani, utadhani ni mtoto alokwenda kuogeshwa bafuni na mamake, amemtoa nguo moja moja, kisha ndio akafanya nini, akamwogesha. Itawezekanaje mbwa mwitu wamemshambulia mpaka kumuua, lakini kanzu yenyewe haijatoboka kabisa? Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Hapa ni nyinyi mmetengeneza mchezo, mwanangu hajaliwa na mbwa mwitu. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Hii imeisha, baba ashashtuka. Lilobaki kwa baba ni nini? Tukio lishakuwa, ushapata jambo ambalo limekuhuzunisha. Nini unastahiki? Fasabrun jamil. Hakuna lingine zaidi ya subira. Fasabrun jamil. Usiseme wewe ongeza matatizo sasa. Lishakuwa, limekuwa. Kitu cha kwanza tatakikana ukijenge katika maisha yako, fasabrun jamilun. Asema ilobaki ni subira njema. Katika neno gumu duniani au ibara sentensi ngumu ni hii fasabrun. Jamani, unaposubiri unasubiria machungu, au sio? Sasa utasubiri machungu vizuri vipi? Kusubiri vizuri ni pale utakapokubali kwamba haya ni mpango wake nani? Qaddara Allah wa mashaa. Unapomkabidhi Allah, unapojitambua kwamba haya si kwa uwezo wake huyu alionifanya, mwanadamu hawezi kukufanyia chochote. Unapoona amefaulu katika vitimbi vyake aliyokufanyia, ni kwamba ni Allah tabarak wa taala alikuwa amekukadiria kufike. Juzi Sheikh hapa alisomea hadithi, ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Sasa utakapoamini kwamba ndio amenifanyia vibaya, lakini huu ubaya kama Mwenyezi Mungu alikuwa hajaandika halingenifika, basi utakuta umepata wepesi katika moyo wako. Ule msiba hautokuumiza, utapata relief. Lakini usipokubali ukasema sasa, kwa nini iwe hivi? Ndio hawa wenzetu sema why me, why me, why me, mpaka naye akajitia kitanzi why me. Tumeelewa? Akaongeza msiba wangapi? Wa pili. Tumeelewa? Hapana, yanapokujia wewe kwanza yaregeshe kwa Mola wako Muumba. Mimi nina Allah aliye mjuzi, mpaka alipolikubali hili likawa kuna kheri kwangu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndio Allah katika watu wenye msimamo huu, lugha alotumia hakumwambia mtume faqul lahum, aliwaambia wabashir. Hakuambia faqul, amwambia wabashir sabirin,
Neno la bishara ni neno lilokusanya habari yenye furaha, habari yenye mazuri. Mtu akikwambia abshir, hatakwambia abshir katika eti mtu akujie abshir, naam, salamu alaykum, abshir abshir abshir, naam, gari lako bwana nimepata. Huyu tumena haiwezekani. Akikwambia abshir ni kwamba kuna nini? Kuna mazuri, kuna mazuri, habari njema, nimekuja na habari njema. Sasa Allah tabarak wa taala akawajalia hawa watakaosema maneno haya, watakaojiregesha kwa Allah baada ya matatizo au msiba ukiwafikia, akamwambia Mtume, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi. Sasa Yakubu hakusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, alisema fasabrun jamilun. Mmoja katika salafu saleh asema ni katika zawadi maalum walopewa ummati Muhammad kule kupewa amri hii mtume wake, wa bashiri sabirin inna lillahi wa inna ilayhi. Mitume ya nyuma walikuwa hawana hili neno inna lillahi wa inna ilayhi. Ndio utakuta Yakubu asema fasabrun jamil wallahu almusta'an. Kwengine asema ashku bathi wa huzni. Hii ni zawadi yetu sisi, ni katika neema khususiyati ummati Muhammad. Wamepata sallallahu alaihi wasallam neno jipya. Waumini wa nyuma walikuwa hawana neno hili inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lina kheri gani neema hili? Neno hili limekusanya kheri tatu. Wale wenye kusema wakipata tatizo lolote, msiba wowote, chochote cha kuwaumiza, wakasema inna lillahi, sisi ni wa Allah, wa inna ilayhi rajiun, na kwake ni wenye kurudi, wanapata faida tatu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Kwanza wanapata msamaha unaotoka kwa Allah, wa rahma, wanamiminiwa rahma na Allah, wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio wanawekwa kwenye uongofu, wanaelekezwa katika barabara sahihi ya kufaulu katika maisha. Umepata msiba mmoja, unapata zawadi ngapi? Tatu. Na ndio mmoja katika, nadhani ni Abu Said al-Khudri, akasema lau lingekuweko neno hili mwanzo kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angelisema Yakub. Ndio utakuta Yakub abadilisha maneno ya kujiegemeza kwa Allah, lakini hakusema neno hili inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Awambia fasabrun jamilun wallahu almusta'an ala. Kinakuumiza, lakini huku unasema alhamdulillah, hadha sabrun jamil. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufunza tusikose neema hii, akasema as-sabru inda sadamati ula. Hii subira hii yatakikana pale mwanzo yakija matatizo, kwanza umkumbuke Allah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sio kwanza ujiumize, ufanye ya kufanya, uzungumze yasiyostahiki kuzungumza, mpaka mwisho umechoka. Sasa umeona fuki tena. Akiwa watu akipata msiba husema lugha zote, si ndio? Akalaumu, akasema, akafanyaje, akamlaumu mpaka yule ale. Sasa huyo akufa, amwambie waliachia nani? Akujibu nini? Yeye ameacha yake vizuri. Amwambie amekuachia nani? Mamilioni ameacha, amwambie amekuachia nani? Tumela kaacha vyake, amwambie ameniachia nani? Angalia amekuachia vitu vyake, utaponda mali. Yeye ameacha.
Maskini ng'ombe ameniachia nani? Hakuna. Pale mwanzo ukikufika ndio utaipata hii, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Utapata msamaha, maghfira kutoka kwa Allah, utapata rahma za Allah, na Allah atakupa mwongozo, atakujalia ni katika wenye kuongoka. Usigaegae mpaka mambo umechoka sasa, na watu wameshindwa kukunyamazisha. Usiongee hivi, wacha kujiumiza hivi. Mpaka sasa watu hakuulizi tena, ndio hapo sasa inna lillahi wa inna tena mimi maji jamaa. Mbona uendelee? Takamani. Tumeelewana? Hapana. Inna sabra inda sadamati, pale jambo likikugonga pale haraka jilete kwa Allah, kwa sababu utakapojileta kwa Allah utajikuta wewe umebadilisha mwanadamu katika mfumo wa kuishi hapa duniani. Wakati wote akitaka kuishi vizuri asiumie, badilisha linalokukera ufanye ni mapenzi kwako. Chochote kimekukera kipeleke upande wa pili, na huu ndio Uislamu ulivyotuwekea. Tupata misiba, Allah asema, angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, hakika Allah hajamlipa mtu katika waja wake alomuondoshea biswafihi, kipenzi chake katika vipenzi, mtoto wako, mzazi wako, mkeo au mke, mumewe, wale watu unawapenda sana. Allah anapokuondoshea fasabara, ule mja akasubiri, Allah hana malipo ya kumlipa isipokuwa janna. Unapoondoshewa kipenzi chako sana, na wewe pale pale ukakumbuka hii ni qada na qadari ya nani? Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi, basi malipo yake Allah hukufurahisha, akakwambia malipo yako si mengine, kwa subra na kutaraji malipo kwangu, madamu umesubiri nimekupa janna. Sasa ukikumbuka kwamba huyu niliondoshewa na taraji nimewekewa janna, ni mwenye kuingia peponi kwa kuondokewa na huyu, msiba utapungua au utakuwa na utapungua usi. Sasa muumini anachotakikana, tatizo linaanza kwa ukubwa, lakini muumini tatizo lake linafanya nini? Linashuka, linashiriki. Ni kawaida tatizo lolote likija kwanza linafanya nini? Linakuja na sura kubwa sana, lakini muumini hatakikani alibakishe vile vile, hatakikani alishukishe. Maimun bin Mahrawan asema, kheri zote huanzia kwa udogo zikachanuka zikakua, lakini msiba ndio unaanza mkubwa ukafanya nini? Tumeelewana? Muumini hatakikani akuze msiba wake, muumini anataka auwe msiba wake. Unakuja mkubwa unauteremsha, na huna mbinu ya kushukisha mpaka ukayeyuka, isipokuwa pale utakapotaraji malipo kwa nani? Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la. Kama mnaumia, mnapata mambo yanawaumiza, hata wale wasiokuwa waumini pia na wao wanafikwa na mambo yanawaumiza, lakini tofauti yenu na wao, watarjuna min Allahi ma la, nyinyi mnataraji kwa Allah ambao wao hawana matarajio. Sasa wewe unaona nimepata tatizo hili, lakini ni sababu ya kuipata janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, mu'min hafikwi na chochote Muislamu, hata homa hata mwiba ukamchoma, ila ni sababu ya kufutiwa au kunyanyuliwa daraja. Sasa wewe huwezi kusema jamani, homa wiki ya pili hii sio homa bwana. Homa gani? Hapa kuna mkono wa mtu. Haya, kauondoshe basi. Tumeelewana? Kuna mkono wa mtu, kwenda kutafuta mikono ya watu.
malipo na hela zikutoka. Maana wako watu wamenyosha kweli mikono wakungojea. Anakwambia, kwani wewe si waishi na jirani pale? Wewe mwenyewe ndo wampa sifa. Yuko mmoja hata ukamsalimia acheke. Ndio wamwambia sasa utazitoa, wewe mwenyewe ndio utamsifia mpaka umwone ni huyu. Si yeye utikiliza tu. Naam. Kwa hivyo tena siku nyingi huyu kila ukienda yeye akutupia vijineno vidogo, wewe wamtaja mpaka anakaa kwenye moyo wako, fulani ashakuwa adui yako, jirani yako. Mwanadamu, watu wa saikolojia wasema mwanadamu atakaishi na raha ni yule akilipata tatizo ulibadilisha lile tatizo likawa si tatizo, ikawa kwake ni fursa. Nakumbuka kuna yule alikuwa mwanasiasa wa zamani, Mahatma Gandhi. Wasema Mahatma Gandhi siku moja akimbilia treni za zamani zile za kuondoka na moshi mwingi za makaa za tembea polepole. Treni imeondoka, akaifukuza akaipata. Ingekuwa mwendo kasi angeipata huyo. Tumeelewa? Akaifikia, kadandia. Ile kuweka mguu, kiatu chake kimoja ikafanya nini? Kadondoka chini. Akaingia vizuri, akatoa na chapili akakirusha pale kwenye njia. Jamaa akasema, jamaa leo machungwa, si ndio? Vijana wote kwenye treni ile wakacheka. Lakini kuna bibi akamwambia, mbona mwamcheka? Si yale mambo. Sasa mkasirikia nani huyu? Na yeye mwenyewe ndio akamwambia, muulizeni mbona umekitupa na kile kingine umekirusha? Walipomuuliza akasema, kupoteza kiatu msiba, kutembea na kiatu kimoja msiba wa kudumu, si ndio? Lakini nimekirusha pale kwa mwenzake, naamini atapita maskini, ataokota viatu, atafaidika nao. Kwenye akili ishatengeneza mazingira kwamba kuna mtu afaidika na viatu vyangu, kwa hivyo nasikia raha baada ya kubaki na nini, na msiba. Tuko pamoja? Hii Qur'ani shekhe haipotezi. Mwenye kufuata Qur'ani fala yadhillu wala, angalia Allah, unapata misiba, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulai, ushabadilishiwa msiba. Usiangalie tena hasara ulizozipata, angalia faida unayoipata. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Hata mtu awe kafiri gani, lazima akitaka kuishi na furaha aje kwenye mfumo wa Qur'an. Wastaiqanathum anfusuhum, watapinga kwa ndimi zao, kwa vitendo vyao, lakini mioyo yao yakubali. Hapa ndio kwenye kweli. Tuko pamoja? Wakati wote ukiwa na matatizo, yabadilishe matatizo haya kwamba ndio nina matatizo, lakini matatizo haya kheri yangu, iko kheri. Hangenipa Allah mpenzi wangu. Hakuna mlezi anayemchukia mwanawe hasa, na huyu ni mlezi wa kawaida tu. Je, Allah muumba wako hawezi kukuletea isipokuwa lile lenye kheri na wewe? Kama nilivyosema, Imam Shafi asema hakuna, alipoulizwa lipi zuri, fitna au neema, kwanza upambane katika mawili, mtu kupata duniani fitna, mtihani, au kupewa neema, kipi bora? Akasema la ni'mata qabla imtihan kabla alfitna. Hakuna neema itakuja kabla ya nini? Lazima utaingizwa kwenye mtihani. Ndio wewe ukitaka kunywa juice nzuri jamani, utafanya unywe juice usikie raha,
piga juice pole pole, utafanyaje? Utalichukua embe ulikamue, utalikatakata, utashambua, si ndio? Ulikatikate, alafu uliingize kwenye blender ile mashini, ikorogwe, mwisho utakutolea kinywaji kizuri. Haya maisha kila ukiona ya kukoroga koroga, wala dhibatul taqwa, ile mwisho kule, mwisho ni mzuri. Tumeona fasabru jamilun wallahu almusta'anu ala ma. Haya ndiyo maneno ya Nabii Allah Yaqub aliyowajibu wanawe walipompa habari za urongo. Kajua kwamba hapa wanaoniambia ni ya urongo, liko jambo wamemfanya mwanangu, lakini wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Msaidizi hakuna mwingine isipokuwa nani? Allah. Mara ya pili ukamjia tena mtihani mwingine Nabii Allah Yaqub. Hawa ni mitume jamani. Wewe ukipata jambo dogo tu walalamika, sijui nini, mimi bana nini? Angalia, amepata mtihani wa kwanza, Yusufu ameenda. Mtihani wa pili unakuja na mtoto mwingine, na Binyamin naye wafanya nini? Ameenda. Wanaambiana irji'u ila abikum faqulu ya abana, rudini kwa baba yenu mkampe habari. Habari gani? Inna ibnaka saraq, hakika mwanao ameiba. Subhanallah. Walipotaka mtoto pale kwenda kumwangamiza ndugu yao, hawakutumia inna akhana, ndugu yetu, tupe ndugu yetu. Na hivi ndivyo mwanadamu wakati wa maslahi huja na lugha nzuri, lakini akisha kutumbukiza hubadilika kama si yeye. Vijana, zile lugha nzuri za barabarani zisikupe mvuto. Unaitwa sijui nani boy, boy sijui etwa nini nyingine, shikaji sijui nani, unaitwa majina mpaka unaona hapa mimi natambulika. Kumbe jamaa atakuvutisha bana majina yote hayo, utapewa majina 100 lakini wamekulengesha. Ukisha zipiga zikikuingia, sasa unakwambia bosi, hakuna chague, lete hela. Jamaa, mimi sina kazi hiyo, shauri yako, hii haipigwi bure bure, hii ni hela. Utakwenda kuiba, pigwe tairi, na hapo watasema ile jamaa mjinga yule nani. Tumeelewa? Hakuna tena mshikaji. Sisi kwanza tuliponjua bana maskani kwamba mwizi, hata bwana tulimtenga bwana. Mlimtenga vipi na bangi mwamuzi ya nini? Tumeelewa? Mbaya hadi na sura mbaya, mbaya anakuja na sura nzuri, atakuita majina. Walipomtaka kwa baba yao hakumwambia tupe mwanawe, walimwambia tupe ndugu yetu akhana. Lakini walipompata amepata tatizo, walimwambia inna ibnaka saraka, ndugu mwanae si ndugu yao tena, mtoto wako amefanya nini? Ameiba. Kuwa makini, sawa vijana, tuwe nini? Makini. Kuna wajumbe wengi wa shetani na wote wanakuinda wewe, wanakutafuta kwa mlango gani watakuingiza. Kwa hivyo sura hii au visa hivi vinatufunza kuwa makini katika maisha yetu. Majina mazuri sio ushakuwa ni mzuri kwao, waweza kuitwa jina zuri na hali wanaokuita ni maadui zako. Wama shahidna illa bima alimna, na sisi hatuwezi kutoka ushahidi mwingine isipokuwa lile tuliloliona. Tumemwona mwanao ile yaitwa nini, pishi
ikitolewa kwenye nini, kwenye mzigo wake. Tumeona hivyo sisi. Wama kunna lilghaibi hafidhin, na lau tungejua kwamba yule ameificha ile pishi kuiba, hatungemwachia, tungeitoa. Lakini hatujui siri, hatuwezi kujua mambo ya siri, kwa hivyo hatukuweza kumsaidia kwa lolote. Ni kitu tu ameshikwa nacho red handed, kwa hivyo hakuna njia, tumeshindwa namna ya kumsaidia. Mtoto wako sio ndugu yetu tena. Lakini bado ushahidi unaendelea. Wajua, mrongo utafuta excuse nyingi sana, umeelewa? Itu ambalo ni dhani, maana kia atakokuambia ona huyu amenishtukiza, atafuta pointi, aweza kuandikia hata pointi 10 juu hapo, utafikiri uko kwenye debate shule, umeelewa? Ili ule urongo wake uwe safi. was'al alqaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Si peke yetu, waulize wale jamaa waliokuwepo pale, na mzisafara yote tuliokuwa nayo pale, iulize habari, watakaombea ni kweli mwanayo ameiba. Maneno haya pia hayakumshtua, akasema wa pili tena na yeye pia apotea. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra, ni mipango yenu, mmetengeneza vitu wenyewe tu, hii ni picha tu mmeitengeneza wenyewe. Fasabrun jamilun, hapa akasema fasabrun jamil, akarudia neno lile lile. Ndio wakasema hawa salaf, lau ingekuwa hii inna lillahi imekuja angeisema Yakub, lakini hii ni zawadi ya mtume na umati wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a, mimi natarajia, sina shaka kwamba Allah atawaleta wote hao watarudi kwao. Innahu huwa al-alimul hakim, kwa sababu yeye Allah ni mjuzi wa kila linalotendeka na ni mwenye hekima, kila jambo hulifanya kwa wakati wake. Angalia kujua sifa za Allah kunavyokusaidia. Haya yanayofanyika Allah anayajua, lakini mbona ayaache yafanyike? Al-Hakim. Sasa kusema mimi nifikwe na haya na mimi na Allah, una Allah, lakini Allah ndiye anayejua kwamba kwa wakati gani kwake hili litakuwa sawa. Kama vile tulivyoambiwa katika dua, unapoomba usifanye haraka. Mbona sijajibiwa? Huenda wakati ule ulioomba la ungejibiwa ingekuwa maafa. Mimi na kisa wake kilinitokezea, huwa nakisema, nadhani hata hapa nimewahi mwaka mmoja kuzungumza. Kijana mmoja amekuja pumzi mashavuni. Huyu ana nini? Shekhi bana, mimi bana shekhi, una nini bana? Mimi simalizi mitihani bana, mimi bana matatizo juu ya matatizo. Namwambia ni mtihani. Basi mtihani gani usio na hafla jamani? Mitihani ina certificate, ina zawadi. Mimi mitihani juu ya mitihani. Alala, mimi una nini? Asema bwana, kazi zangu kila ninavyozifanya mwisho leo nitakupa leo. Sasa gari yangu imeharibika, natafuta spare ghali kweli kweli, mwezi imekaa juu ya mama. Leo nikaenda kule kwa fundi uiangalie sijakatolea na matairi. Nilipofika kusimama, kuna mtu amekuja na ile spare na itafuta ya gari yangu, na leo ndio siku nimeamka sina hata shilingi. Spare bure ya 10,000 inauzwa kwa 3,000, lakini nimemaliza mbinu, sina 3,000. Amechukua mwenzangu. Siku zote hiyo spare maduka yote haipo,
Leo imekuja jamaa ametoa kwenye gari yake auza, ndio umekuwa sina hela. Yani mimi bado mitihani tu bwana. Kama mna dua za siri mwaomba peke yenu bwana, tupeni na sisi bwana. Mambo bwana, cheni uchoyo bwana. Kamwambia sasa, wewe rudi nyumbani, pumzika, spesha potea, tawadha, swali, muombe Mwenyezi Mungu, hiyo si kheri yako. Kheri na lala njaa, unaambia ndio kheri, chombo cha kazi. Lakini siku ya pili akaja mbio tena, ajana lingine, akija na Sheikh, kwanza niruhusu nikubusu. Kuna nini wewe? Asema ile spare ilikuwa ya kuiba bwana, ule mwenzangu uko ndani. Wallahi ilikuwa ni kheri, wallahi ni kheri. Madina yote hivi jamaa fanya mpango wa kumtoa huko ndani bwana, ameshikwa na kitu cha wizi, mwizi nani? Tuko pamoja jamani? Allah tabaraka innahu huwal alimul hakim. Yabebe Madina ya Allah 99 haya, yabebe katika maisha yako, yatakusaidia. Usibebe 99 ya dunia, itakuangamiza. Beba 99 ya Allah ya mbinguni. Mwakumbuka kisa cha 99, si ndio? 99 hamwikumbuki? Ungefanywa Ramadhani miezi miwili ingekuwaje? Wanasema katika dunia kinachowahangaisha watu wote ni namba 99. Allah akakuwekea badali katika imani hii. Allah ana majina 99 ili usihangaishwe na hiyo 99 ya dunia, upate utulivu kwenye 99 ya Allah. Ukiyabeba haya majina ya Allah 99 ukayatumia kwenye akili yako, wallahi hupati dhiki. Hakuna pressure itapanda wala sukari itashuka, vitu vyote vitakaa. Lakini twaacha kuyashughulikia haya majina 99, utendakazi wake katika maisha yetu, twaitafuta kuihudumia 99 na dunia. Kulikuwa na mfalme aloshangazwa na mfanyikazi mmoja. Katika wafanyikazi wote wa ikulu yake kuna mfanyikazi duni, anapata kipato kidogo, kazi yake ni kusafisha vyoo vya wafanyikazi pale. Lakini mfalme akawa anamtamani, amsikia wivu huyu, kwa sababu kila akimwona yule bwana anafurahi, atabasamu, kila akimwona atabasamu tu. Kumbe mfalme anamulika kwa tochi ya moyo, huyu jamaa nini huyu ndiye mwenye kazi ngumu, kazi chafu, malipo yake ndiyo kidogo zaidi, lakini mbona hapa hakuna mtu mwenye raha kama huyu? Ikabidi siku moja amwite waziri wake Shauri, akamwambia amuone huyu jamaa. Akamwambia huyu jamaa nishangaza sana mimi. Kwa nini mfalme? Wewe ukimwona huyu jamaa? Akamwambia ukimwona namuona acheka, tabasamu tu. Akamwambia sasa huyu ni jambo gani linamfanya awe na raha kuliko sisi? Yule waziri akamwambia huyu hajapatwa na ugonjwa wa 99, corona mpya ile. Umeelewa? Ugonjwa wa 99 haujamgusa, ndio hii raha aliona. Akipambana na ugonjwa huo, huyu atakuwa taabani kuliko yoyote. Akamwambia ugonjwa wa 99 ni ugonjwa gani wa 99? Akamwambia siwezi kuueleza, lakini kwa vitendo utaujua. Jioni karibu ile ya kwenda zake, akamwambia mfalme, naomba dirham 99 ili nataka kuonyesha ujue ugonjwa wa 99. Akaletewa, akachukua kikapu, akazitia zile dirham 99, alafu akaandika 100 dirham. Dirham ngapi? 100.
nje ya kapu, lakini ndani ziliingizwa ngapi? Huyu bwana akasubiri mpaka bado kidogo huyu kutoka kazini kwake, yeye ndio kutoka mwisho, baada ya watu washatoka ndio wasafishe vyoo. Jioni saa 1 saa 2 ndio watoka. Yule jamaa giza likianza karibu ya kutoka, akaenda kwenye nyumba yake ile, akaiweka ile kapu ya ile dirham, hela 99, chukulie kama leo shilingi 99. Huyu amemaliza, akifika mlangoni akuta kuna kikapu kimeandikwa dirham, 100 dirham sadaka, dirham 100 ni sadaka yako. Jamaa, malaika gani? Nafanya kazi siku zote sijalipwa dirham 100. Nani huyu? Natamani nimuone, nimshukuru. Akaingia nyumbani na furaha na kapu lake. Mkewe na wanawe akasema, karibu. Kazimwaga sana. Jamaa akaanza kuzihesabu, count. Wakamwambia sawa, tushahesabu. Ngapi? Wakamwambia 99. Akamwambia 99. Sabu vizuri. Na wewe hesabu. Watu wote wakahesabu na yeye hesabu 90. Kuna moja imeanguka, hakukulaliwa. Walitoka lile mtaa mzima ulifagiliwa kutafutwa. Huyu mwana hakupata usingizi, dirhamu 1 haipo. Amezikuta ni ngapi? 99. Haiwezekani. Imeandikwa 100 hapa. Sika hajalipwa, si kwamba amefanya kazi amelipwa. Ni sadaka ameikuta, lakini madamu imepungua 1 hakuna usingizi. Asubuhi akaja kazini amechoka. Huzuni, shilingi 1 imempotea, na vile vile hajalala kwa kuitafuta, amechoka, hajiwezi. Mfalme wapiga breakfast yao na waziri kwenye bustani. Waziri akamwita maksudi yule bwana fulani, akaja kija uso over chapati umekunjwa utafikiri. Mfalme akasema, ndiye huyo? Akamwambia ndiye. Nani? Ndiye. Akamwambia ni yeye. Mbona hivi? Akamwambia sasa anaumwa sasa. Ugonjwa corona ya 99 ishafanya nini? Shamchapa. Ile ndio kueleza huyu tatizo lake, salama yake, hajapambana na ugonjwa wa 99. Kivipi? Akamwambia jana huyu ile kapu niliandika 100. Sasa huyu amekwenda kuzihesabu 1 hakuna. Ndio dhiki yote, hajalala, umwangalie na atakufa kama atumwambie. Akamwambia mfano, mwambie sasa nieleze, picha nimeona. Akamwambia katika hii dunia kinachosumbua ni 99. Wale ambao hawajatimiza 100 wenda mbio ili naye afikishe ngapi? 100%. Na ambaye amefikisha 100 hataki ishuke kwenye 99. Kwa hivyo wote waikimbia nini? 99. Ambao kuna 99 yaikimbia atakafikisha wapi? 100%. Na ambaye hajafikisha 100 naye anakwenda mbio ili 100% isiondoke, akarudi kwenye nini? Hesabu ya 99 inatesa watu sana. Unachopata usema nikiongeza akaunti yangu ikipanda kidogo tu mimi, kesho ukipasema bado kidogo tu Yani kila mmoja ataka kutimiza 1 tu. Nikipata hii 1 mimi nikipata hii 1 mimi nisha. Kwani vijana ni muangalia mpira, si ndio? Wale wachezaji mpira mwisho mpira unakuwa mkali zaidi, si ndio? Au sio? Nini aliyefunga hataki akombolewe, si ndio? Au sio? Na aliyefungwa naye atakafanya nini? Kwa hivyo mbio zinafanya nini hapo? Wanasema injury time. Alofunga sema hapo hakuna tena ustaarabu wa
kuchenga ni linapokuja tumeelewana, ndio pale watu wanakuwa wazimu, kwa sababu hataki ipungue, na aliopungukiwa ataka kufanya nini? Kutimiza hisabu ya 99, kwa kuwa ni usumbufu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah katuletea majina haya, kila jina ukilitumia linakupa utulivu katika ardhi. Kila jina la Allah ukiamini anna Allah alim, ni mjuzi yanayokufika, asema sina neno, Mwenyezi Mungu atatolea njia, kwa sababu ajua haya yaliyofika, ushapumzika. Hakim, unasema hujilaumu, mbona si sasa? Unajua Mwenyezi Mungu kila jambo ulifanya kwa uwezo wake, kwa uzuri wake, kwa wakati wake, kila kitu ukiweka mahali pake. Ina maana sasa bado ikiwa tayari, ndio aliposema Yusuf kwa mateso yake, lakini mwisho kule Yusuf asema nini? Inna Allaha latifun liman yasha, ni mpole, anakuletea afueni pale wakati anapotaka yeye, sio wewe. Wewe utaipigania 99 mpaka itakutoa duniani. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.